sharti za swala. Ya kwanza ilikuwa nini? Tahara. Au mmesahau? Ya pili kustiri, kujistiri mwili katika namna ya kiibada. Tukaeleza. Leo tunachukua vitu viwili, ya tatu na cha nne, tunavielezea kwa ufupi. Ya tatu katika sharti inaitwa ma'rifatu dukhulil waqti, kujua kuingia kwa wakati. Yani mwenye kuswali lazima ajue kwamba sasa wakati wa swala husika umeshaingia. Eleweka? Yani maana kama ni swala ya dhuhuri, ukiswali kabla ya wakati hamna swala. Sasa umekosea sharti. Kwa mfano, unaweza kwa siku labda uko busy, leo bana kuanzia saa 7 nitakuwa nina wageni. Sasa ili nisikose kuswali ibada hiyo ya dhuhuri kutokana na kushughulishwa na hao wageni, wake anaamua kutekeleza mapema. Ukiswali saa 4 swala ya dhuhuri hauna swala, kwa sababu ibada ya swala inahitajia wakati. Kwa hiyo maarifatu dukhuli alwaqti, lazima ujue wakati umeshaingia ndio fanyaje swali. Kama inaruhusiwa swala kuitoa nje ya muda wake, basi kuna namna mbili. Namna ya kwanza kwa sababu ya udhuru wa kisheria. Moja katika udhuru wa kisheria, umepitiwa na usingizi, umelala kukurupuka saa 10, adhuhuri imekupitia wima, umelala tangia saa 5 umekuja kuamka saa 10. Maana yake hapo unaiswali swala nje ya wakati. Lazima uswali ile. Sio kusema tena ndio ishapita tena basi basi tena nitaswali kesho. Yeye atakuwa uiswali. Hapo ni kwa udhuru. Au ulisahau katika pilika zako ukasahau, unakuja kukumbuka umekaa majira alasiri, hivi mimi adhuhuri niliswali au adhuhuri sijaiswali. Inabidi ulipe. Utaswali lakini nje ya muda wake. Lakini kwa sababu ya udhuru wa kisheria, lakini sio kuamua tu kwamba naswali mapema kwa sababu baadaye nitakuwa bize, au kutokana na ubize wangu basi ninaamua nitaswali baadaye. Hakuna. Lazima swala iswaliwe ndani ya wakati wake. Umeelewa kipengele? Na namna nyingine ya kuitoa nje ya wakati wake swala, ikiwa unakusanya swala mbili. Mfano, kuna kitu kinaitwa jamu taqdim na jamu taakhir katika kukusanya ibada. Ni msafiri na safiri, sasa nakusanya dhuhuri na alasiri zote naziswali katika wakati mmoja. Kwa kuwa ni msafiri kisheria unaruhusiwa, yani nikaitoa alasiri nikaja kuiswali pamoja na dhuhuri ndani ya wakati wa dhuhuri, au nikaitoa dhuhuri nikaja kuiswali pamoja na alasiri ndani ya wakati wa alasiri. Hiyo inaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Unanielewa vizuri? Hiyo inaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa hapa tunazungumzia masala ya kuitoa swala nje ya wakati wake. Kinyume cha taratibu hizo, lazima uswali ndani ya wakati. Hiyo ni sharti. Haya. Nyingine katika sharti ambayo ni muhimu sana ni sharti ya istiqbalul qibla, kuelekea kibla. Yani ukiwa unaswali unalazimika kuelekea kibla. Tunaona sote sisi tunaswali tunaelekea huko. Yani ikitokezea mtu akaamua kufanya usanii wake, anaona kibla hii huko, akaamua aswali hapo aelekee kule usiko kwa kibla, hamna swala hiyo, haiswihi, hamna ibada hiyo. Kwa sababu kuelekea kibla katika ibada ya swala ni sharti. Na mpaka kisheria imewekwa katika utaratibu fulani. Ikitokezea watu wawili watatu mmesafiri, watu wawili watatu mmefanyaje? Mmesafiri, mmekwenda huko mlikokwenda, mmefikiwa na muda wa swala. Sehemu mko jangwani tu na kule ni ugenini, hamjui kibla kiko wapi. Sasa kila mmoja kwa jitihada zake, mmoja akasema kwa hapa, wewe unaonaje kibla? Kibla mimi naona hii hapa kibla. Mwingine anasema hapana, kibla haiwezi kuwa hiyo. Kibla hii huku hii, yeye kaonyesha upande mwingine. Na huyu watatu anasema hapana, kibla sio huko. Mimi kibla naona hii huku hii.
Kwa hiyo mmetofautiana watu watatu, kila mmoja yakini yake ya kibla imeelekeza upande mwingine. Basi kwa mujibu wa sheria, wa sheria, kwa sababu kuelekea kibla ni sharti, hamtakii kuswali jamaa. Hamtakii kuswali jamaa, yani kila mmoja aswali kivyake kwa kuelekea kibla chake, ambacho yakini yake ameona kwamba kwa imani yangu mimi kibla yuko, aelekee huko. Kiswali jamaa hali ya kuwa mmoja anaona hiki ndo kibla, hawa wengine wa nyuma wanasema hapana, hiko sio kibla, ile tunafuata tu basi tu, kwa sababu tumridhishe, hapo swala hakuna kwa hawa wawili watakaomfuata mwenzao ambaye yeye ameitakidi kule ndio kibla, hawa wengine wanaitakidi kule sio kibla. Jamaa hapo haiswihi, hao jamaa wanakosa swala. Kwa hiyo swala itaswihi yule mtu mmoja tu ambaye kule kaona ndio kibla. Kwa hiyo kuelekea kibla ni sharti katika ibada ya swala. Usiswali hali ya kuwa unaelekea pasipokuwa kibla. Imeeleweka vizuri hapo? Ndio taratibu hizo. Haya mawili haya tunaona ni yataje leo na yanatutosha kwa dakika zetu 10 zimeisha. Niishie hapo, nikaribishe maswali mawili matatu alafu tutawanyike. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, karibu. Naam, asante. Dharura za kukusanya swala ziko za aina mbili tu na sio nyingine. Dharura ya kwanza ni safari, na dharura ya pili mvua. Mvua kwa mfano labda msikiti ndio huu hapa, mtu anaishi maeneo ya Zogwari, sasa amekuja kuswali magharibi hapa. Swali magharibi mvua inapiga kulikweli nje, natakiwa aende nyumbani alafu isha arudi tena aje kuswali isha hapa msikitini. Mvua inapiga na akiangalia hana cha kujiziwilia mvua, kwa maana hana mwamvuli, hana kitu chochote, maana kama ataondoka atakuwa ameloa, akitoka kule kuja kuswali hapa jamaa akifika hapa pia kaloa. Basi sheria inamruhusu hii magharibi, akishamaliza kuswali hii magharibi akusanye na isha aswali kabisa kwa muda ule ule, akishaondoka basi haina shida. Hiyo ni dharura katika dharura ya kisheria. Na dharura nyingine ni msafiri. Basi ama kutokana na majukumu yangu ya kazi, haimu hiyo. Majukumu ya kazi na mtihani, kukusanya ibada, kukusanya swala haipo. Hiyo apate utaratibu kwamba ataswali swala hii fulani. Kama atakuwa ameziwilika kule hamna namna ya kutoka, itakuwa ni katika dharura za al-ikrahu, yani udhuru wa kutezwa nguvu. Kuna udhuru kwamba mtu ametezwa nguvu anaweza akaitoa swala nje ya wakati wake. Mfano yule aliyokuwa gerezani, yani muda wa swala adhuru mshafika, anatia udhu anataka kuswali tu, mheshimiwa bwana jela amefika, haya wote sasa hivi pakeni kwenye gari tunakwenda Chore kukata miti, wote. Asa akitazama sasa nataka kuswali, hakuna ukisema bwana shehe mimi kwa kuwa na swali, wewe bwana wewe kama unataka kupiga wewe piga tu kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammada, yani imani imekupanda hapo ndio unaswali hivyo hivyo, watu unapiga virungu wewe. Hamna hiyo, acha, nenda kakate miti, katumikie jambo lako. Ukisharudi hata kama utakuwa muda wa swala umeshapita, utaswali nje ya swala kwa dharura ile, inakubalika kisheria. Kwa hiyo hauwezi ukakusanya kwa sababu ya dharura hizo za kikazi. Wallahu a'lam. Naam, karibu. Naam, katika masharti ya swala tumesema nini? Kuelekea kibla. Sasa anasema yeye ni msafiri, anasafiri katika safari yake ile, basi wakati mwingine mara imeelekea kaskazini, mara imeelekea kusini, mara imeelekea wapi. Sasa anaswali vipi nikiwa ndani ya chombo? Haya, kwanza utaratibu wa kuswali kwenye chombo, unaweza kuswali kwenye chombo pale pale kwenye siti yako, hamna shida, lakini kwa sharti. Kwa nini? Kwa sharti wakati unahirimia ile swala, hakikisha tafuta kibla kiko wapi. Elekea kibla kwanza wakati wa takbiratul ihram, Allahu akbar, sawa, alafu kaa katika siti yako. Kwa hiyo hata kama ikikata kona imeelekea mashariki, wewe unaendelea na ibada yako ya swala, lakini takbira ya kwanza lazima uiwahi kwenye usawa wa kibla.
zilizobaki hata kama itakuwa imekata kona na nini haina shida. Lakini ndio maana njia nyepesi nyingine tukapewa, basi kuna njia ya kukusanya, au sio msafiri bwana? Kwamba hii swala ya dhuhuri nitakwenda kusali majira ya alasiri kule, ipo kwenye basi. Kwa hiyo usipate shida au usipate tabu kwamba dereva simama nataka niswali, si gari hiyo ya kwako shehe. Hakuna, usiwape karaha watu. Kwa hiyo mtindo wake utafanya hivyo, ukitaka kuswali mule mule utaratibu wake ndio niliosema, au utegee kukusanya ibada yako labda ya dhuhuri utakuja kusali pa kuikusanya pamoja na alasiri huko baadaye. Kwa hiyo wakati wote utakuwa katika dharura yako ya safari, mpaka ukifika utazikusanya zote mbili. Wallahu a'lam. Naam, karibu. Alaykum salam. Mawili dabo. Haya, swali lake anauliza kwamba mtu anaweza akapitiwa kweli na usingizi katika zile dharura zake. Usingizi kapitiwa, adhuhuri imempita, kuja kuamka wakati wa alasiri. Sasa katika kulipa ile adhuhuri iliyompita, anauliza swali lake sasa. Je, ataiswali adhuhuri pamoja na alasiri au atafanyaje? Au ataswali alasiri tu au adhuhuri tu? Vipengele viko hivyo. Jawabu, ataanza kuiswali ile adhuhuri kwa kuilipa, kisha aje aswali alasiri kwa wakati wake ambao uliomfika. Na kama itakuwa ule muda wa alasiri wenyewe umebaki dakika chache kumalizika, labda kalala kapitiliza mpaka alasiri, yuko kwenye alasiri lakini alasiri yenyewe kaivuta imebakia kidogo kumalizika, yeye anaamka anajua kuna adhuhuri sijaswali na alasiri ndio muda unakwenda ukingoni. Basi hapo unachotakiwa kufanya, swali kwanza hii alasiri, kwa sababu muda wake usije ukaisha nao ukawa unalipa swala mbili nje ya wakati. Kwa hiyo swali ya alasiri kwa kuwa iko ndani ya wakati wake, lipa ya adhuhuri kwa kuwa ilikupita muda wake. Ndio utaratibu unakuwa hivyo. Wallahu a'lam. Ingawa ushalikumbuka tayari? Ndio. Ndio. Kisha rakaa kwa mtu anayekusanya. Kwanza hili darasa ambalo linajitegemea, lakini ngoja tulijibu. Kwa maana swala ya msafiri ana namna mbili. Namna ya kwanza, anaruhusiwa kupunguza swala zenye rakaa 4 akaswali rakaa 2 bila ya kukusanya. Hiyo namna ya kwanza. Yaani kama msafiri amekwenda kabla adhuhuri imeingia, akashuka kwenye usafiri akaswali rakaa zake hizi 2 akaendelea na safari yake. Alikwenda amefika alasiri akaswali tena rakaa zake hizi 2, aendelea na safari yake, akaswali na swali rakaa 2 katika kila swala yenye rakaa 4. Hiyo nukta ya kwanza. Hapo hajakusanya. Kila swala kaiswali katika wakati wake lakini kwa kupunguza. Namna ya pili ni kukusanya swala 2 ndani ya wakati mmoja, kwa namna ima apunguze kila swala kwa rakaa 2 au akaamua zile swala zote atimize kwa rakaa zake hizo kamili, lakini kakusanya kwenye wakati mmoja. Na utaratibu wa kukusanya zinazokusanywa ni adhuhuri na alasiri zinakusanya pamoja, magharibi na isha zinakusanya pamoja. Basi hakuna alasiri na magharibi au isha na alfajiri, hamna hiyo, au alfajiri na adhuhuri, hamna. Zinazokusanywa ni adhuhuri pamoja na alasiri, magharibi pamoja na isha. Ni hizo tu za aina 4. Kwa hiyo je, zinaswaliwa rakaa ngapi? Kama unakusanya ukiwa msafiri, hizi zenye rakaa 4 unaruhusiwa kupunguza ukaswali rakaa 2. Ile magharibi yenye rakaa 3 haipunguzi. Magharibi yenye rakaa 3 unaswali zile 3 haipunguzi. Inaruhusiwa kukusanya tu pamoja na isha, lakini usipunguze ile idadi ya rakaa. Ndio utaratibu. Wallahu a'lam. Naam, swali la mwisho. Ndio. Kwenye safari anasafiri, lakini basi sio la kwake, tiketi alivyokata
amekata tiketi jirani yake amjui, hatimaye jirani yake aliyekuja kukaa pale ni jinsia nyingine, lakini hana ule umaharamu na yeye. Yani maana yake huyu ni ajinabia kwake kwa mujibu wa sheria. Akitaka kumuoa anaweza akamuoa, sheria imziwi. Sasa anasema swala yake akitaka kuswali katika mazingira hayo, ana swali vipi? Si swali hapo mazingira hayo, unaswali vipi sasa? Hapo huwezi kuswali hapo kwa mazingira hayo. Huyu yuko hapa. Na wakati mwingine kasinzia akakuwekea hivi na mkono kaegesha. Hapo unaswali vipi shehe? Hapa swaliki hapo. Vuta subira tu bana, ifika ule muda, ukishafika huko safari yako utaswali inshallah. Hapo itakuwa ni katika ile ikra, umetezwa nguvu, una namna yani. Kama yule aliyekuwa gerezani. Umekosa namna, kwa hiyo vumilia, utafika huko Allah atakusamehe. Utakwenda kuswali kwa kulipa, Allahu a'lam. Na tulisema la mwisho lakini kwa dharura. Tumalizie. Naam. Swali lake mtakuwa mmemuelewa vizuri. Yani baada ya kufika kule alikokwenda, tunazungumzia labda amekwenda Moshi, lakini kama msafiri, ukashafika Moshi, atakaa kwa muda gani aendelee kukusanya, kwa muda gani mwisho? Au hata kama akikaa miezi 3 4 anaweza akaendelea kukusanya mwaka, anakusanya tu, anaswali swala ya msafiri tu? Au hata kama amehamia kule kule mpaka muda fulani ukishafika limit ndio anaambiwa hapo kukusanya basi? Jawabu, kuna safari za namna mbili. Kama amekwenda kwa mahitaji maalum, kwamba anakwenda kufuata mzigo fulani wa biashara, sasa amefika kule, ilikuwa baada ya siku 3 siku 4, aweka shauti ya mkononi, amerudi zake Dar mfano. Lakini kwa bahati, wakati yupo katika harakati zile, yule bwana aliwaidiana naye, bwana kidogo kuna mambo kidogo yametokea, nipe angalau wiki moja, mzigo utakuwa kamilika, nitakukabidhi. Muda wa kuwa umekwenda kwa mahitaji maalum hayo, basi inatakiwa uendelee kupunguza na uendelee kuswali swala ya msafiri. Option hiyo unayo mpaka pale patakapokuwa umemaliza haja yako, hata kama ikiwa wiki 2 wiki 3, sababu umekwenda kwa haja maalum, ukimaliza ndio urudi. Ama yule ambaye yeye amekwenda bila ya haja maalum, kaenda tu labda kwenda kusalimia, atakaa kwa muda anaotaka yeye, ana haja maalum kwa kufuata kitu maalum, basi huyu atapunguza wastani wa siku 3, imezidi siku 4. Ziko riwaya hizo mbili. Anaweza kukaa siku 3, imezidi siku 4, anaendelea kupunguza swala. Baada ya hapo tena huyu ataswali swala kama mwenyeji. Ataswali swala kama mwenyeji. Umeona vizuri hapo? Kama una haja maalum kwenda kufuata kitu maalum, basi mpaka ukamilishaji wa ile haja yako bado unapewa muda mrefu kidogo. Lakini kama una haja maalum, umekwenda kwa ajili ya kusalimia, ukaona umenogewa, uendelee kukaa kule kidogo utafute muda, utapewa muda maalum wa kupunguza swala kama msafiri. Baada ya hapo basi kama ni mwenyeji unapewa ufagio tena, wewe fagio uwanja sasa hivi tena. Posha kwa mwenyeji. Habari za kuchinjiwa kuku kama mgeni sasa zishaisha. Sisi wazee tunasema mgeni siku ngapi? Siku 3 siku ya 4 tena kama ulikoandaliwa pilau, kuna cha pilau tena. Unapewa kinu kama kijijini, katwange mwenyewe. Wewe mwenyeji hapo. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ni koje huko? Sekeni vipi? Kuna